Bwana harusi na bibi harusi na wazazi, napongezwa sana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amenituma kwa hakika kabisa. Lakini wewe mtoto wa shekhe bwana, sawa? Mtoto wa shekhe, unaoa binti wa kishekhe, kaihifadhi ndoa yako, kawahifadhi wazazi wako, na muombe sana Mwenyezi Mungu akunusuru na kila baya katika ulimwengu huu. Mwisho, kwa heshima kubwa, kwa taadhima kubwa, ni mdogo kwangu kwa umri, lakini ameniacha mbali kimaarifa, kiwadhifa na kinyota. Bunge wa Mkuranga, Chomvi mwenzangu, Abdallah bin Ulega, waziri wetu wa ujenzi. Sina miguu ya kukunyanyua wala kinywa cha kukuita, lakini nikuombe uje uzungumze na hadhara hii na utoe salamu zako. Karibu sana Sheikh. Studio, tunakushukuru Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Kariakoo Haji Sande Manara, na tayari tumemkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Alhaji Abdallah Ulega atoe neno lake, mwisho atoe salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna haki ya kumtaja kwa sababu ni kiongozi ambaye ana kheri nyingi na ana baraka nyingi, na mambo sasa hivi ni ulimwengu wa kiganja. Basi tutolee na salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wazee wangu, Sheikh na maulama wote, baba zangu na kaka zangu waliojumuika hapa kwa wingi sana, naomba nitambue uwepo wa wale ambao wametufanya siku huu wa leo tumepata furaha ya kujumuika. Maharusi wetu, bwana harusi na bibi harusi, lakini wazazi wao, kaka yangu Sheikh Yusuf Kidago na kaka yangu Sheikh Samir na ndugu zangu wote katika ukumbi huu, wake kwa waume, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nami baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitoe pongezi nyingi. Nitoe pongezi nyingi kwa maharusi wetu, lakini nitoe pongezi nyingi kwa wazee ama wazazi wa maharusi wetu, Sheikh Samir na Sheikh Kidago. Mimi na suti yangu ilinibidi nisafiri mbio mbio, hivyo nilichobahatika ni kwamba nilikuwa na hii kofia tu, alhamdulillah, ili nipate walau na mimi kufanana. Lakini kwa wema wao na kwa namna ya mahusiano yao watu wawili hawa, yalinifanya nishindwe kwa namna yoyote ile kulikosa jambo hili, na namshukuru Mwenyezi Mungu nimelihudhuria. Na kwa hivyo kwetu imekuwa ni baraka kubwa,
na kwa vijana imekuwa baraka kubwa zaidi, na maneno mengi yamekwisha kusemwa, tena yamesemwa na mafundi wa kusema, na tumeshereheka aswida nzuri, na wazee mashekhe zetu wamekwisha kuyamaliza maneno. Mimi nimepewa nafasi ya kusalimia na kuleta salamu za Mheshimiwa Rais. Katika salamu zangu, ili na mimi katika yale mengi wanaweza kuambiwa maharusi, walau nipate machache ya kuwakumbusha nayo. Wakiitazama hii rekodi ya video miaka mingi ijayo, labda inaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine. Katika mengi yaliyosemwa ni pamoja na kuwa na uvumilivu baina yao. Jambo la uvumilivu ni muhimu sana, na lakini nikiwatazama ninawaona bado ni watu wenye umri wa chini, wameoana bado vijana wadogo kabisa. Kwa hivyo wanahitaji si tu kuambiwa wavumiliane, lakini na wazee bahati njema wapo hapa kuwaombea dua nyingi sana. Ukimtazama bwana harusi bado ni kijana dogo, na nimeuliza pia vile vile na bi harusi bado umri wake ni mdogo. Alhamdulillah, imekuwa ni mapema na ni nzuri sana, lakini wanahitaji dua ya kuvumiliana. Ana jambo hili la ndoa lina mambo mengi. Kasema kakaangu hapa Haji, yeye kashaoa sana. Sasa ile sana imeenda mpaka sana. Kwa hivyo ni jambo linalohitaji kuvumiliana, lakini sababu ya ndoa ni furaha. Kwa hivyo ustadhi, hakika uhakikishe ya kuwa kwamba wewe na mke wako ni wenye furaha. Ikihusu kutaniana na kufanyiana mzaha usioudhi wala kukera, basi ufanye hivyo. Awe rafiki yako ili mpate kufurahi. Maana walimu na wazee wapo hapa. Nadhani jambo hili kazi yake kubwa ni kutulizana na kupeana furaha. Hakuna stress. Lazima uhakikishe ya kwamba hakuna stress kwa namna yoyote ile. Jitahidi katika hali ya kibinadamu, si kazi nyepesi sana, lakini kuepuka stress kadiri iwezekanavyo, ili muda mwingi uwe ni muda wa kufurahi. Na wewe umebahatika, unao wazee. Ukiitazama meza hii hapa imesheheni, ukienda meza ile pale imesheheni. Hawa wazee ukipata nafasi, muombe baba Sheikh Kidago au Sheikh Samir, atakuunganisha nao. Watakwambia nini maana ya furaha katika ndoa. Manake kwa bahati mbaya sana watu wa siku hizi hawapati nafasi ipasavyo ya kuzungumza na wazee. Ni kutokana na hali za maisha. Shule, muda umebana na kila kitu, hawapati nafasi ya kutosha. Kwa hivyo ni muhimu sana wazee vijana kuwaeleza kwa ufasaha. Haswa mimi siwezi kuyasema sana katika hadhara ya namna hii, lakini akipata nafasi, akitembelea wazee, muwaeleze vijana hiki nilichokisema. Ninyi ndio wasemaji wazuri kwamba hiyo furaha ni nini. Sisi zamani tulipata nafasi kidogo, mathalan mimi mwenyewe
Katika hatua zangu ikiwa mdogo, lakini sipotezi ile kumbukumbu, nilielezwa moja ya jambo baba yangu ameniambia, tena alinisisitiza sana. Aliniambia mwanamke ni mali. Wakati mmoja nikataka kukorofishana na mke wangu, akaniita akaniambia, nilikwambia mwanamke ni mali. Kwa hivyo wazee wameshereheka, lakini ili kulifanya jambo la sherehe na furaha baina yao ni lazima kuwaeleza hiyo furaha ni nini. Wana nyie mmekaa na mama zetu, yawezekana mpaka sasa hivi ni miaka 30, 40 ama zaidi, bado mnao. Mtu mwingine anaweza kudhani furaha wavae nguo nzuri, watembee barabarani, warudi, kumbe iko ziada ya mambo hayo, na ile hayawezi kusema katika hadhara ya namna hii. Kwa hivyo mambo yangu haya mawili, la kwanza ni hilo la kuhakikisha kwamba mnavumiliana, na la pili ni lile la kuhakikisha kwamba hakuna stress na kupeana furaha. Mwisho, bwana harusi na bibi harusi na wazazi, napongezwa sana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amenituma kwa hakika kabisa nifikishe salamu hizi kwenu, na yeye anayo zawadi kwa maharusi hawa, lakini zawadi hiyo imeelekezwa namna yake ya kuiwasilisha. Ili anawapongeza, na hiyo zawadi itawasilishwa kwa maharusi inshallah taala, ili iweze kuwa ni zawadi yenye manufaa katika maisha yao. Baada ya kusema hayo, nitoe shukrani kwa kupata nafasi hii, na niwapongezeni sana wazazi kwa jambo hili kubwa lenye kuvutia sana. Mmeweka historia nzuri ya watoto wetu hata kwa miaka mingi sana ijayo. Kwanza Sheikh Yusuf na Sheikh Samir, ili neno la kutuleta hapa Mlimani City tu peke yake, tumswalie Bwana Mtume Muhammad, ni jambo dogo, ni jambo kubwa sana ambalo mmewapa kazi kubwa hawa mabwana ya kufanya. Wajitume, wajihifadhi, na Mwenyezi Mungu awahifadhi pia. Basi baada ya kusema haya itoshe, na muda umekwenda. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na MC umelalamika sana juu ya kwamba wewe na pacha wako hamtunzwi. Basi acha mimi niwatunzeni. Tagawana wenyewe. Ni mwema alotutoa kizani, takieni rehema. Na mashekhe njoeni basi, yaswaliwe Bwana Mtume Muhammad. Mashaallah, tunakushukuru Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, na mzigo ule utoa na uweka kama ulivyo mfukoni. Mimi na mwenzangu huwa tugombani, ikiwa nimeionyesha in God we trust, hata hizi nazo ataniamini inshallah. Baada ya kusema hayo, MC mwenzangu, njoo utoe taratibu na ratiba iliyobaki ya mwisho, ili mradi tupate kwenda ukingoni inshallah.